Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ametoa pole kwa uongozi wa wilaya ya Kigoma kufuatia tukio la vifo vya watumishi 6 wa idara ya afya waliofariki dunia kufuatia chombo walichokuwa wakisafiria kukumbwa na dhoruba kisha kuzama katika ziwa Tanganyika leo Machi 13, 2026 katika kijiji cha Kalalangabo wilayani humo. Balozi Siro amesema waliofariki ni miongoni mwa watendaji 18 waliokuwa wakisafiri kwa kutumia chombo hicho kuelekea katika kijiji cha Kagunga wilayani Kigoma kwa ajili ya kuendesha zoezi la chanjo na usajili wa bima ya afya kwa wote. Amesema kati ya waliofariki miili 6 imepatikana huku wengine 3 wakiendelea kutafutwa kwa ushirikiano na vyombo vya usalama na wananchi, huku akitoa wito kwa watumishi na wasafiri kupitia ziwa hilo kuzingatia tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Wakati huo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefika katika hospitali ya mkoa Maweni Kigoma kwa lengo la kuwatembelea na kuwajulia hali walionusurika katika tukio la ajali ya boti iliyotokea Machi 13, 2026 katika kijiji cha Kalalangabo. Nichukue nafasi kwa kweli kuwapa pole wale wote wanafamilia ambao wamepata tatizo hili. Kimsingi toka asubuhi kulikuwa leo kuna upepo mkali sana. Hata nilipokuwa nakwenda kazini nishangaa leo imekuwaje tumekuwa na upepo mkali. Lakini TMA jana wakati tunasoma tunaona ile taarifa inaonekana hali ya hewa sio nzuri sana. Lakini ilichotokea ni taarifa hii ambayo nimepokea nikiwa ofisini. Majira ya saa 2 imetokea watu wetu walikuwa wanakwenda kwa ajili ya chanjo Kagunga. Kagunga iko kwenye wilaya ya Kigoma, na Kagunga kwa boti unatumia takriban saa 1 au dakika 45, lakini kwa kuzungukia Burundi unatumia, niliwahi kwenda nitumia masaa takriban 4-5. Kwa hiyo ni mbali kutoka hapo na ni mpakani mwa Tanzania na Burundi. Kwa hiyo wafanyakazi wetu wa afya wapatao 18 walikuwa wanakwenda kutoa chanjo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, kwa sababu hali ya hewa ya ziwani ya upepo haikuwa mzuri, kwa hiyo mtumbu wetu wa halmashauri uliweza kupinduka. Na katika kupinduka huko, watu wetu wa halmashauri, watendaji wetu wa afya wapatao 18 walikuwa kwenye huo mtumbwi wakiongozwa na DMO mwenyewe. Kwa hiyo bahati mbaya, taarifa tulizopokea ni kwamba vijana wetu 6 wamefariki, na 3 naambiwa wako hospitali yetu ya mkoa na hali zao sio nzuri sana, lakini 3 bado tunawatafuta, mili yao tunaitafuta. Kwa hiyo juhudi kubwa inafanyika na wenzetu wa upande wa fire, upande wa polisi marine, lakini na idara yetu ya uvuvi. Kwa sisi kama serikali ya mkoa, hili tukio kwetu ni kubwa sana, limetutikisa sana. Lakini matukio kama haya yanapotokea kuna kitu cha kujifunza sana. Wenzetu wanaotabiri hali ya hewa, na sisi ambao tunazunguka na ziwa Tanganyika, tuna kila sababu ya kuwa tutasikiliza na kufuata maelekezo yao. Tumekuwa na mila na desturi ya kutofuata maelekezo ya wenzetu wa TMA. Ni jambo la msingi la kufuata, kwa sababu usipofuata utaratibu huu mara nyingi madhara yake ni makubwa, sio kwa familia tu, lakini kwa taifa kwa jumla.